Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, lakini pia msikilizaji wa radio Tumaini unapofuatilia matangazo haya kutoka Tumaini Media. Basi nikiwa nakukaribisha sana, karibu katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mlei kufahamu mambo mbalimbali, majukumu, hasa wewe ambaye ni kiongozi. Na leo tutazungumza kuhusu masuala yanayohusu kiongozi ndani ya kanisa. Unatakiwa uweje, ni yepi ambayo unatakiwa kuyafata na ni yepi ambayo hutakiwi kuyaacha au kuyazingatia. Basi nikukaribishe sana. Lakini pia tutakuwa na mada ndogo kabisa mwishoni pale tutaweza kutazama kuhusu warsha ya walei. Bila shaka mmesikia matangazo mbalimbali yakipita, lakini kwa undani tutaweza kufahamu sasa itakuwa lini na itakuwa namna gani. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nikukaribishe sana tuwe sote, na ndani ya studio nipo na Padri Vitalis James Kasembo, mkurugenzi wa utume wa walei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na kwa kuanza tufungue kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria kikao cha hekima, utuombee. Bikira Maria msaada wa daima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Naam, basi msikilizaji na mtazamaji wa television Tumaini, karibu sasa katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, na nimkaribishe baba kutufafanulia vizuri. Kipindi kilichopita tulizungumza sifa za kiongozi bora ndani ya kanisa Katoliki, lakini leo tunamtazama kiongozi mwenyewe ndani ya kanisa. Baba, karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo ameendelea kujalia, lakini pili tunaendelea kutoa pole pia kwa wale ambao ndugu wamepoteza watu wao, na tunaendelea kuomba kwa ajili ya watu wetu. Lakini mwezi wa 11 ni mwezi wa kuombea marehemu. Kumbe tuna kila sababu ya kuombea ndugu zetu marehemu ili wao wafike katika uzima wa milele, na sio wenyewe tunaendelea kujiombea. Kwa hiyo mwezi huu ukumbuke kuombea marehemu, ndugu zako, jamaa, marafiki, majirani, hivyo yani. Pamoja na hilo, basi tunapoendelea na kipindi chetu leo, ni kwa namna pekee siku yangu ya kuzaliwa, kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Leo ni tutakupigia makofi baada ya hapo. Kwa hiyo mimi naombea na nyinyi muendelee kuniombea pia. Amina. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaendelea kueleza pia sifa pia za kiongozi, na pengine kabla sijaenda huko nikumbushie ratiba. Ratiba, kuna wengine wao tuko nyuma ya ratiba, kuna wengine wako mbele ya ratiba. Ratiba yetu ya uchaguzi tulianza mwezi Januari. Sio Januari, Julai. Julai mpaka Septemba. Ilikuwa ni uchaguzi wa viongozi wa vyama vya kitume na kundi katika kamati tendaji za halmashauri ya walei ngazi za jumuiya. Halafu Oktoba mpaka Novemba ilikuwa ni uchaguzi wa VMJ katika ngazi ya mitaa, kanda, jumuiya kuu na vigango, ambapo kimsingi ndio sasa tupo katika kipindi hicho pia. Halafu tunapokwenda Disemba ni uchaguzi wa viongozi wa vyama vya kitume ngazi ya parokia. Halafu Januari mpaka Machi impendeza Mungu ni kamati tendaji ngazi za parokia. Halafu mwezi Aprili ni uchaguzi wa VMJ katika ngazi za dekania. Halafu mwezi Mei uchaguzi wa VMJ katika ngazi ya jimbo. Halafu shoni hapo ni uchaguzi wa kamati tendaji ngazi hiyo ya jimbo. Kwa hiyo tunazidi kuwaomba na kualika tuende na ratiba yetu jinsi ilivyo. Na kama tunaenda ratiba yetu jinsi ilivyo, basi mambo yanaweza kuendelea vizuri.
tulitoa maelekezo kwamba tunapoendelea na chaguzi zetu, semina kabla chaguzi ifanyike. Na semina ni ipi? Ni semina juu ya uongozi katika kanisa. Na hiyo semina juu ya uongozi katika kanisa tumeshatoa mwongozo namna ambavyo unaweza ukawaelezea kabla kusimamia uchaguzi pia. Kwa hiyo niendelee kuwaomba kwa taratibu ambazo tunaendelea nazo, basi tuendelee nazo hivyo. Kwa wale ambao hawafanyi hivyo, basi na waasa na kuwaomba basi tuweze kufanya hivyo, kwa sababu tusipofanya hivyo, wakati mwingine watu wetu wanaweza kuwa wamechaguliwa. Wamechaguliwa na wao ni kama hawana habari, hawajui nini wafanye, kwa sababu hawakuelezwa mwanzoni cheo ambacho anaweza kachaguliwa kina mdai nini, kina mdai wajibu wake na haki yake ni ipi pia. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi, kutoa elimu, kutoa elimu kwa watu wetu. Sasa tunapoendelea na mada yetu ya uongozi katika kanisa, uongozi katika kanisa ni utumishi kama tulivyosema. Tunapokuwa tunaendelea, ni huduma, sio mahali pa kujipatia marupurupu. Tunatazamia pia kiongozi awe ni bora. Kiongozi bora ni yule anayetambua wajibu wake, anayejituma na anayemshirikisha Mungu yale anayoyafanya. Ni yule anayewaongoza wenzake kuzijua njia za kuelekeza, na yeye mwenyewe akiwa mstari wa mbele na wenzake wakimfuata. Huo ndio uongozi pia katika kanisa, na tunahimiza zaidi kwamba tukiweza kujibidisha kufanya hayo, basi tunabarikiwa zaidi. Yeremia sura ile ya 1 aya ya 5 hadi ya 9 anaeleza vizuri, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Maneno ya Mungu kinywani mwetu sisi ambao ni viongozi yatatusaidia pia kuweza kusonga mbele. Mungu anawatengeneza viongozi, ndugu zangu, na kuwafanya watambue na kupokea yale ambayo anayataka Mungu yafanyike na kufanikisha pamoja na wote wampendao, yani wale aliowaita kadri ya kusudi lake. Warumi sura ya 8 aya 28. Kwa hiyo daima Mungu ndio anayechagua. Kwa Mkristo mwenzangu, ujue hapo kama ni kiongozi, Mungu ndio amekuchagua. Kama Mungu ndio amekuchagua, basi wewe wajibu wako ni kuitika wito ambao Mungu amekuita. Kuitika wito ambao Mungu mwenyewe amekuchagua kufanya kazi yake. Kwa sisi ni wasaidizi wa Mungu, na Mungu anachagua watu wake katika mazingira mbalimbali, katika nyakati mbalimbali, na watu wa aina mbalimbali. Lakini pia tunasema kwamba Mungu hawachagui waliojiandaa, ila anawaandaa wale ambao tayari ameshakuwachagua. Wapo baadhi ya viongozi ambao wanajiandaa kwa kufanya kampeni, wanajiandaa kwa kufanya siasa ndani ya kanisa. Sasa hilo kimsingi katika kanisa halina nafasi kubwa, kwa sababu kanisani hatutetei kiti, kanisani hatufanyi kampeni, kanisani hatuhamasishi watu kabla ya uchaguzi. Wewe uko hapo, Roho Mtakatifu tunamwachia afanye kazi hiyo. Kwa hiyo kwa namna hiyo tutaweza kupata viongozi ambao ni bora na sio bora viongozi. Na kama tulivyosema, uongozi katika kanisa ni utumishi. Sasa utumishi, mara kwa mara tumeendelea kusema unatudai mengi. Unatudai mengi. Sasa taongea tu baadhi ya watu wamezaliwa na vipaji na sifa za uongozi bora. Wengine wakitengenezwa na Mungu, wengine wakiwa viongozi bora kwa kutumia njia hizi. Ziko njia 5. Njia ya kwanza, kama kiongozi, kutoka ndani mwako au ndani mwake, yani kuwa na nia ya kuongoza. Ndani yako unasikia sauti na kuambia, basi unaweza kupokea jukumu hili la kuwa mwenyekiti wa jumuiya. Unaweza kupokea jukumu hili la kuwa mtunza hazina pia. Unaweza kupokea jukumu hili la kuwa katibu pia. Hiyo inatoka ndani kwa utayari ambao Mungu ameshaweka ndani yako. Hiyo na moja. Lakini 2, kujifunza kutoka kwa viongozi bora. Na kiongozi bora wa kwanza ni Bwana wetu Yesu Kristo. Na wale mnaosoma maandiko matakatifu,
tunaongea juu ya elimu ya ndani, ambayo kwa mfano tunaongea juu ya elimu ya uongozi. Kuna kitu tunaita kozi Musa. Wale wanaosoma kitabu ambacho Musa aliongoza wana wa Israeli, kuna vitu vingi huko ambako Musa anaweza kutufundisha pia sisi ambao tunakwenda kuongoza pia. Kwa hiyo inaitwa kozi Musa. Naona. Lakini pia ipo kozi ya ufuasi. Kozi ya ufuasi ambayo hiyo tunaita ni kozi John. Yohane mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Namna gani ili uwe kiongozi bora lazima kwanza uwe mfuasi. Lazima kwanza uwe mfuasi. Kwa hiyo wanaosoma pia Injili ya Yohane basi wanajifunza mengi juu ya ufuasi kwanza. Yaani huwezi kuwa kiongozi kabla hujawa Mkristo. Siwezi kuwa padri kabla sijawa Mkristo. Kwa hiyo wito wa Kristo ni mkubwa zaidi kuliko hivyo vingine vinavyofuata pia. Na huo unakudai pia wewe kama kiongozi kujitahidi kujipambanua pia. Na kuwa na roho ya upambanuzi pia. Lakini pia kuna kozi ya uinjilishaji. Kozi Paulo. Mtume Paulo anasema mwinjilishaji wa mataifa pia. Kwa hiyo kama kiongozi unawajibika pia kuona namna unaweza ukajifunza kwa watu wa namna ya kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu. Wapo watu ambao wana kibali machoni pa Mungu na kwa watu. Yaani akifungua mdomo wake akasema maneno matatu tu yana kibali mwanzo mwisho. Lakini wapo wengine ambao atapiga kelele wiki 3 mwezi hakuna anayemsikiliza, hana kibali. Kwa hiyo ndilo ambalo tunakumbusha kwa viongozi kujifunza kutoka kwa viongozi bora, si bora viongozi. 3, kuomba ushauri kutoka kwa viongozi hierarkia. Na ili tuwakumbushe kwamba kama kiongozi ndani ya parokia tunapaswa kujifunza kwamba kanisa Katoliki lina mihimili mitatu. Muhimili wa kwanza ni mamlaka funzi ambao ndio tunaita hierarkia. Muhimili wa pili maandiko matakatifu, na muhimili wa tatu mapokeo matakatifu. Sasa tunaongea juu ya muhimili wa kwanza, mamlaka funzi. Tunapoongea parokiani tutatumia lugha ya Kiingereza, anasema padri ni administrator. Tunaposema administrator maana yake yeye ni mwangalizi wa kila kitu. Ni kiongozi wa kiroho, anatuadhimishia masakramenti, anatubariki, lakini pia ni msimamizi wa fedha zote mwanzo mwisho. Msimamizi wa miradi yote mwanzo mwisho. Kwa hiyo yeye kwa kuwa haingii kwa moja kwa moja, yeye ana kama administrator kule anaweka watu wa kumsaidia. Katika miradi ipo kamati ya uchumi na mipango au kamati ya miradi ipo inamsaidia. Katika mambo ya ndoa wapo washauri ambao wanamsaidia pia. Katika mambo mbalimbali mengine ya uinjilishaji wapo washauri wanamsaidia. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo kama baba paroko yuko hapo au paroko msaidizi, maana tunasema paroko ni taasisi. Kama ni taasisi maana yake tunapaswa kushirikiana na taasisi hiyo. Taasisi ya paroko anaweza kuwepo paroko msaidizi, wanaweza kuwepo wale wasaidizi wake tunaita mkono wa kulia wa paroko. Maana yake parokiani au utawala katika kanisa uko na pande mbili. Kuna upande wa kulia watendaji, upande wa kushoto ni washauri. Upande wa kulia watendaji ni pale parokiani. Unapomwona mlinzi ni mtendaji wa baba paroko. Unapomwona mtu wa sakristia mtendaji wa baba paroko. Unapomwona secretary ni mtendaji wa baba paroko. Unapomwona mpishi ni mtendaji wa baba paroko. Wale wote walioingia kwa barua ya kuomba kazi, hao ni watendaji, sio washauri. Ni watendaji kwa maana wanaendelea kushauri lakini kwa nafasi yao. Kushoto ni washauri ambao wanaingia kikatiba, ambao tunaita halmashauri ya walei ngazi ya kama ni jumuiya, kama ni kigango, kama ni parokia na kadhalika pia. Hawa wana nguvu ya kushauri tu, si kuamua. Na hata wakati mwingine tunapataga changamoto kwamba tumemshauri baba paroko, tumemshauri hajatusikia. Lakini ushauri unaweza kupokelewa au usipokelewe. Na hata wakati mwingine kwa utu uzima wake, tunasema kwa utu uzima wa ofisi yake kama baba paroko, kama padri au kama kuhani, hata kama umri wake ni mdogo, ana nafasi hata ya kupingana wakati mwingine na maoni hata ya wengi kwa maslahi mapana ya kanisa au kwa sababu za kichungaji. Lakini na yeye mwenyewe akiwa ameongozwa na Roho Mtakatifu.
Kwa hiyo tunapoongea juu ya kushirikiana kuomba ushauri kwa hierarkia, ni jambo msingi sana ili tuweze kwenda sawa. Na yeye amefundishwa malezi ya kibinadamu, malezi ya kiroho, malezi ya kiakili, malezi ya kichungaji, yote amefundishwa. Kwa hata na yeye sio mdogo kwa maana ya umri tu, au sio mdogo kwa maana ya elimu nayo, hapana, anakuwa mpana kwa kile ambacho amekipitia na kwa uzoefu ambao Mungu amemjalia pia, na kwa neema za Mungu ambazo amemjalia. Kwa hiyo kwa viongozi, ushauri wetu, idara yetu ya walei inaendelea kuhimiza kwamba unaweza ukaboresha pia utume wako kwa kupata nafasi nyingi za kupata ushauri wa hierarkia pia. Kipengele cha 4 ni kushiriki semina na mikutano mbalimbali. Ili nao wakati mwingine imekuwa ni changamoto, tunashindwa kupata krimu ya viongozi, kwamba tunakwenda sasa mwezi wa 12 kuchagua viongozi wa uwaka parokiani. Lakini tukiita semina juu ya kujitambua, wanakuja baba wachache. Katika hao tutachagua nani mwenyekiti? Katika hao tutachagua nani makamu mwenyekiti, katibu msaidizi na mhazini? Kwa hapo kama viongozi lazima tuchemshe kichwa. Haya, tunataka WAWATA, uongozi wa WAWATA. Nani utamchagua mwenyekiti wa WAWATA? Kwa sababu tukiita kikao, jamani, wamama tuje, tuna semina ya kujitambua nafasi ya mwanamke katika kanisa, nafasi ya mwanamke katika familia, nafasi ya mwanamke katika jamii. Wanaokuja ni 17 tu katika parokia nzima, au wanaokuja pengine 34 tu. Wengine wapo lakini hawaji. Sasa tunapoingia kwenye uchaguzi, tunachagua kina nani watusaidie tuweze kusonga mbele. Vijana hivyo hivyo, tunataka kuona nafasi ya kijana katika kanisa, nafasi ya kijana katika jamii, nafasi ya kijana katika familia. Kuna semina hizo tunatoa, au semina za kujitambua, hawaji. Tunafanyaje sasa? Kwa hiyo tunaalikwa pia na wazee hivyo hivyo. Maana viko vyama hivyo vikubwa 5: vijana, WAWATA, uwaka na wazee. Of course na utoto mtakatifu upo, lakini unasimamia na WAWATA pia. Kwa hiyo tunaendelea kukualika hasa kiongozi kuona namna ambavyo ukishiriki vizuri semina elekezi au semina za kujijengea uwezo, ni muhimu sana ukuaji pia wa kiimani na ukuaji pia wa ufanisi pia katika huduma tunazochaguliwa kuziongoza pia. 5, kujisomea vitabu, magazeti, vipeperushi vinavyoeleza juu ya uongozi. Lipo gazeti Tumaini. Jamani, gazeti ni 1000 tu. Lakini mtu anaona hii 1000 kununua gazeti Tumaini ni sijui nini, lakini ajue kwamba huo ni uinjilishaji. Akitoka hapa nina kuna vitu vingine. Hatukatai tusinue vitu vingine, lakini tunapolisoma lile gazeti linatufungua pia uelewa, kujifunza mambo mbalimbali ndani ya kanisa Jimbo Kuu la Dar es Salaam pia, na kanisa pia kwa ujumla pia. Lakini pia vipo vitabu muhimu ambavyo tunawahimiza kama una nafasi. Kwa mfano katekisimu ya kanisa Katoliki, ile kubwa, sio ile ndogo, basi itakusaidia wewe kukujengea uwezo mkubwa pia. Lakini pia kwa viongozi upo mtaguso wa pili wa Vatikano, unakusaidia pia kuweza kuelewa kanisa lilitoka wapi, lipo wapi na linaendeleaje pia. Lakini pia ipo sheria kanoni, kwa lugha ya Kiingereza nasema canon law. Itakusaidia wewe kuweza kujua hata kanisa wewe kama Mkristo haki zako ni lipi na wajibu wako ni upi pia. Kwa hiyo ni baadhi ya vitabu ambavyo tunahimiza viongozi wetu kuweza kuona namna gani vinaweza vikawasaidia. Sasa pamoja na hiyo, basi nigawe sifa kadha kwa kiongozi ambaye tumeshachagua. Na ili tuombe tu kwamba nilikuwa natoa maelekezo katika kanisa kwamba tunapoendelea na chaguzi, kwa mfano zile ambazo tumemaliza za mitaa, kama hukuchaguliwa kwenye jumuiya, iwe ni chama cha kitume, iwe sijui ni kamati tendaji, kama hukuchaguliwa kwenye jumuiya, kwenye mtaa au kanda, waachie wengine. Hujamaliza miaka 9 lakini hujachaguliwa kwenye jumuiya. Kama hujachaguliwa maana yake utakuwa unaning'inia. Kwa hiyo tunawashauri kama hukuchaguliwa, basi na wewe achia ngazi, wachaguliwe wale ambao tu wamechaguliwa kwenye jumuiya pia. Tunaongea vyama vya kitume, ngazi ya jumuiya, kamati tendaji ngazi ya jumuiya pia.
Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba hili. Lakini pia tunaendelea kuboresha kwamba sawa, mtu anaweza kuwa na vyeo vingi, lakini ukishakuwa na vyeo vingi unaigawa nguvu yako, wakati mwingine haufanyi kwa ukamilifu. Tungetegemea tuone kwamba walau vyeo 3, 4 angalau pia vinaweza vikatosha namna fulani. Bado unakuta mtu ana vyeo 7. 7 parokia hiyo moja. Sasa ni kweli, lakini unaweza kukuta kwamba ufanisi sio mzuri. Ufanisi sio mzuri. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea. Sasa nitangaze sifa za kiroho tunapochagua viongozi. Sifa ya kiroho mojawapo ya kiongozi awe ni msomaji wa neno la Mungu, Biblia takatifu na kutafakari. Na ili tunawaomba kama Mungu anawapa kibali, parokia nyingi kama mnaweza mwanzishe Bible study mara moja kwa wiki. Bible study mara moja kwa wiki. Itakuwa msaada mkubwa sana. Hivyo niendelee kualika kama mtaona inafaa. Mwaka huu ni mwaka wa jubilei. Tunajiandaa kwa mwaka ujao. Maana tukimaliza tarehe 6 2026 ndio tunaanza sasa kama kiutendo. Maana sasa hivi tuko kwenye pipeline kutimiza zile ratiba za mwaka wa jubilei. Tukimaliza basi moja ya maazimio kwamba mwaka wetu wa jubilei 2025 tulitoka na maamuzi kwamba tutaanza kuwa na Bible study. Tunaita Bible study au club ya Bible huko parokiani, katika kuwajengea uwezo tu watu. Kama tunajifunza mambo mbalimbali kwenye mitandao, tunasoma vitu vingi kwenye mitandao, kwa nini tusianzishe club ya Biblia nyumbani parokiani? Kwa nini tusianzishe hata hiyo club ya Biblia katika familia zetu? Unajenga kuna kagrota hapo kabikira Maria nyumbani kwako, kama uwanja unao vizuri, baadhi ya siku kwa mfano Dominika, huendi sehemu nyingine, basi unaita wazee 2 3, jamani hebu njoo tujadili neno la Mungu. Na parokiani mnaweza kujiwekea utaratibu, katibu msaidizi nafasi yako hiyo, mafundisho ya dini na teolojia. Mafundisho ya dini mojawapo maandiko matakatifu. Kama wajui maandiko matakatifu, Kristo mjui vizuri. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba tunapoongea neno la Mungu likazae matunda ndani yako. Ile Zaburi ya 119:105 nasema neno la Mungu ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo tunaomba Wakristo tujifunze neno la Mungu. Tujifunze neno la Mungu liweze kutukaa vizuri na tuweze pia kusaidia, kwa sababu ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Sifa ya kiroho moja hapo ni hiyo. Lakini sifa nyingine awe anashiriki liturujia ya Ekaristi Takatifu Jumapili na siku pia za amri, na siku pia za amri. Sasa wewe ni kiongozi, kwa kweli kanisani penyewe hatukuone kama kituo cha polisi. Alafu tunatarajia kwamba jamani tunampa uongozi. Wapo wale ambao kweli wamebana na shughuli, lakini unakuta mnampa uongozi ni katibu, kweli anafahamu kompyuta, lakini swala kanisani hata kupokea yenyewe. Na wengine tunawachagua wana vizuizi, hajafunga ndoa. Tunamchagua, anaenda kanisani kweli, lakini apokee Ekaristi Takatifu. Ataimarikaje huyu mtu kuongoza watu wa Mungu? Ni kama wewe unasema una njaa, utaweza kuongoza kweli watu ambao wanashiba? Sitabidi ukae tu wapite ambao, kwa sababu wewe kama una njaa huna nguvu. Na hii tunaongea nguvu ya kiroho katika kuhamasisha watu ambao ni Wakristo wapokee nao. Sasa wewe kama upokei, ni Mkristo wa aina gani? Ni kiongozi wa aina gani? Kwa hiyo tunaalikwa pia kuwakumbusha watu, inawezekana kweli tuna mtu ambaye yuko vizuri, na wengine wanachukulia sababu kwamba tumchague kiongozi ili iwe ni sehemu yake ya kumhamasisha funge ndoa. Ni kweli, lakini bado kikanisa haiendi, maana tunavunja katiba ili kumwezesha yule mtu afanye hivyo. Hapana. Suppose kwa mfano anakufa, na kuna mwingine mkimlazimisha ndio anawakomesha kabisa. Kuna baadhi ya watoto kwamba ukimlazimisha afanye kitu fulani ndio hafanyi. Sasa kuwakomesha, simlazimisha kwa nifunge ndoa, takuwa kiongozi na sifungi ndoa. Sasa hivi mkilazimisha kufunga ndoa naweka masharti magumu, nasema sijalipa mahali shingapi? Milioni 7. Naona nini, nataka hukumi Mlimani City, nini nataka suti, nataka gari ya kutembea wazi mimi na mke wangu, halafu na wale wasimamizi mniweke hivyo, nitafunga ndoa. Haiza kwa masharti magumu ili kwamba tu mkate tamaa. Sasa bado hatuwezi kuriski kanisa kwa namna hiyo pia. Kwa hiyo tunawakumbusha watu, tusiwape watu uongozi kwa kigezo wafunge ndoa. Hapana, sisi tuwahamasishe. Sisi tuwahamasishe. Sifa za kiroho hizo. Sifa ya 3, hawa anashika Ekaristi Takatifu mara kwa mara na kushiriki sakramenti ya upatanisho. Wapo baadhi ya viongozi mwaka wa 3 sasa hivi hawajaungama.
Wapo baadhi ya viongozi mwaka wa 4 hawajaungama. Sasa hatujui wanaungama wapi. Lakini pia nguvu ya kiroho unaipata wapi ya kuongoza? Kwa hiyo tunawakumbusha watu safari yetu ya kuelekea mbinguni, tunasaidiana kama kanisa la kisinodi. Kwa hiyo unapokuwa na nguvu pia ya kiroho unaweza kuwasaidia wengine pia. Sifa 4, awe anashiriki kamilifu ndani ya ndoa, kwa maana ya kuwasaidia pia na wale wengine wasiokuwa katika hali ya ndoa pia. Tunapoongea ndani ya ndoa, manake ushiriki vizuri au katika familia yako, umpende mume wako, umpende mke wako pia, na kuwasaidia wengine ambao wanahitaji msaada pia. Usiwe kikwazo kwa watu wengine pia. Namba 5, nyumba yake iwe kanisa dogo la nyumbani pia. Katekisimu yetu inatufundisha namba 2685. Huko nyumbani tuwe na makanisa madogo. Nasema kanisa la nyumbani ambalo ipo meza ambayo tumeweka msalaba wetu, tumeweka mshumaa wetu, tumeweka Biblia, tumeweka katekisimu yetu, tumeweka rozari na hata maji ya baraka. Basi ni sehemu ambayo jioni tukianza kusali tunachovya maji ya baraka, tunapiga magoti kuelekea meza yetu tunasali. Na hata kama inapendeza kila familia kuwa na somo wao mtakatifu, kama inafaa pia. Najua kila mtu anakuwa na somo wake, lakini katika familia kama hivi majimbo, jumuiya, poke yetu wege nasema mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Jimbo msimamizi wake mtakatifu Yosefu. Kwa hiyo tunapewa na utambulisho. Kwa na familia zikiweza kujipa utambulisho huo sio jambo baya. Kwa hiyo yote katika kutuimarisha. Kwa kiongozi sifa za kiroho ni hizo. Lakini pia zipo sifa za kiutendaji. Sifa za kiutendaji. Kabla hatujazifikia hizo sifa za utendaji, tupate mapumziko mafupi, na tutakapoendelea basi tutaweza kuziona. Tumeona hizi za sifa za kiroho, basi ndiyo. Moja kwa moja tupate mapumziko mafupi. Mtazamaji na msikilizaji wa Radio Tumaini, baada ya kupata mapumziko mafupi namna hiyo, basi tupate nafasi ya kusonga mbele kama ambavyo tulikuwa tunajifunza kuhusu sifa za kiroho, na pengine sasa tumesikia mojawapo ni usomaji wa Biblia. Kwa hiyo lazima mtu asome Biblia na pia awe mshiriki wa Ekaristi Takatifu, ikiwa na masharti ya kwamba kama kiongozi basi jibidishe kwenda kufanya upatanisho wewe na Mwenyezi Mungu, yani kuweka mambo yako sawa sawa, kwenda kuungama na mambo kama hayo. Basi tunasonga mbele na sasa tuende tuone sifa zingine ambazo sio za kiroho, sasa zinahusu sifa za kiutendaji. Sifa za kiutendaji. Na hili ndio tunawahimiza zaidi. Haya, karibu Baba Padri, tuweze kutupitishe huko pia. Asante. Sifa ya kwanza ya kiutendaji kwa kiongozi, kumwamini Mungu. Unajua kabisa hili naliendea si langu, si la kibinadamu. Naamini Mungu atatenda. Kwa hiyo sio mtu wa kuogopa. Kwa mfano wale ambao wanafanya maendeleo parokiani, mmepanga kabisa mjenge kanisa la mtindo fulani au nyumba ya padri, nyumba ya masista, inatolewa ramani, wengine wanaogopa, wanaona sasa kwa gharama kubwa hii hatutaweza. Lakini mwingine anasema jamani, tumwamini Mungu. Kazi ni ya Mungu, tutaweza, tusiogope. Basi mnaenda mbele kwa Mungu pia. Kwa hiyo hata pia katika huduma anasema nimepewa jumuiya, nimepewa labda kanda, mtaa, tawezaje kuongoza hizi? Muamini Mungu, Mungu atatenda. Kwa sababu kazi sio yako, ni ya Mungu. Kama kazi ni ya Mungu, maana yake Mungu ataweza kutenda, wewe usiogope. Kwa hiyo tunawakumbusha watu wetu kwamba kwa hakika mambo yote tunayotarajia ni Mungu mwenyewe. Ukisoma Waebrania sura ya 11 aya ya 1, tumwamini Mungu kwa kila jambo na yeye ataweza kutenda pia vizuri. Na hivyo tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 12 ya 1 hadi ya 4. Abrahamu alimwamini Mungu na hakuna lililoshindikana, yote yanawezekana kwa Mungu.
Yote yanawezekana kwa Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kuona kumwamini Mungu tunaweza tukafanya yote vizuri. Sifa ya pili ya kiutendaji ni kujiamini na kuamini wengine. Kujiamini na kuamini wengine. Wapo baadhi ya viongozi hawajiamini. Umempa fursa ya kuongoza, hajiamini. Naona au kweli ana uwezo wa kuongoza lakini hawaamini wengine kama wanaweza kufanya jambo fulani. Sasa hiyo nayo inakuwa ni shida. Tunategemea kiongozi kwamba kama unajiamini lakini usijiamini kupita kiasi. Jiamini kiyesu. Jiamini kiroho. Ukijua tu kwamba hata wengine nao wana uwezo, kwa sababu uwezo wetu tunatofautiana. Wale ambao wanasema kwamba mwanadamu unaweza ukapanda mti, si ndio? Yaani ukapanda juu ya mti. Lakini ukimwambia hivyo samaki apande juu ya mti, hawezi. Samaki anaogelea juu ya maji. Ukimwambia tukikwambia wewe ogelea juu ya yani ndani ya maji ukae siku nzima kwenye maji, huwezi. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo tofauti ambao Mungu amemjalia. Waga tunatoa mfano. Shoka linaweza kukata mti. Lakini shoka hilo haliwezi kunyua kichwa cha mtu. Wembe unaweza kunyua kichwa cha mtu, lakini wembe hawezi kukata mti. Kwamba wembe una uwezo wake kwa mazingira yake. Shoka lina uwezo wake kwa mazingira yake pia. Kwa hiyo ndivyo hivyo na sisi pia kama viongozi, ujue kwamba huyu amechaguliwa mwenyekiti, ana uwezo wake kwa mazingira yake. Na mwingine amechaguliwa mhazini, ana uwezo wake kwa mazingira yake. Tumpokee na sisi tujipokee katika namna hiyo. Kazi ya Mungu itaweza kwenda vizuri. Wapo baadhi ya viongozi ambao hawaamini wenzao. Yeye anataka kila kitu afanye yeye, haiendi. Kiongozi wajibu wetu pia ni kudelegate pia. Kwamba ukishakuwa kiongozi huyu atafanya idara hii, na kwa pamoja mnashirikishana kukamilisha kazi hiyo pia. Sifa ya tatu, uhusiano mwema. Uhusiano mwema. Hii tuwaga tunaambia baadhi ya vikundi. Wakati mwingine mahusiano yanaharibika kutokana na mambo matatu: uongozi wenyewe, fedha na mahusiano pia. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba katika huduma au katika uongozi lazima ujifunze kuwa na uhusiano mwema na watu walio juu yako, uhusiano mwema na watu walio chini yako, na watu wanaokuzunguka pia. Na hili pia linaenda mbele kwamba jumuiya yoyote au kikundi chochote kitaweza kufanikiwa kama wale wanaomzunguka kiongozi wanauelewa sawa na hata kuzidi, mafanikio yatakuja. Lakini pia zipo jamii au vipo vikundi ambavyo yule kiongozi ana uwezo zaidi ya wanaomzunguka. Kwa kila anapotoa mwongozo bado hawamuelewi, kikundi hakiweze kusonga mbele. Kwa bora uwe na kiongozi mmoja ambaye yeye ni wa kawaida, ana sifa zake fulani, lakini wale wanaomzunguka kwa sifa zao wanaenda mbele zaidi. Kwa mfano nasema baba paroko anaweza sio mhamasishaji sana juu ya utoaji. Lakini pale kwenye kamati tendaji wapo wahamasishaji wazuri wawili, wakisimama tu wanatoa michango. Sasa baba paroko anaagiza tu, kiongozi, ninataka sasa hivi tunaenda kutengeneza mabenchi. Kila jumuiya ipewe benchi au kila familia ipewe benchi. Akisimama pale ana kibali kwa Mungu. Akisema neno moja tu shughuli inakwenda. Na yeye sasa siji mwambafai kuona kwamba yani bila mimi paroko hawezi kufanya chochote. Sasa kwa hiyo tunasema tunashirikiana pia kwa pamoja pia. Na inawezekana kwa mfano mwenyekiti sio mwongeaji. Sasa kwa kuwa sio mwongeaji, yeye akifika tu anasema fulani anzisha sala, fulani fanya hivi, fulani funga kwa sala, kikao kimeisha. Ndio mwenyekiti huyo sasa. Kwa hiyo tunapoongea juu ya uhusiano mwema ni kujitahidi kuwa na uhusiano mwema na binadamu wenzetu. 4, kutumika. Kutumika. Kiongozi lazima uwe tayari kutumika kwa wale unaowaongoza. Wapo baadhi ya viongozi ambao akipewa maelekezo anasema mbona hamjaniandaa? Sasa unataka ujiandae vipi? Mbona kufa waga tuandaliwe? Unajisikia tu bwana usiku ameondoka, kesho ameondoka. Mbona umwambie Mungu, mbona Mungu hujaniandaa? Kwa hiyo kanisani tunafundishwa kuwa na utayari wa kutumikia
kuwa na utayari wa kutumikia. Tunasema kuwa na utayari wa kutumikia maana muda wote uko tayari kupokea maelekezo. Kiongozi wetu amesema hivi, huanze tena ukajiuliza hivi niende nisiende. Uongozi katika kanisa unatudai hivyo kwamba unaona Yesu wakati mwingine amefika amekukuta tu amekushika mkono, bwana wewe nifuate. Unaacha kazi forozani unamfuata. Sio kwanza kujiuliza, mzee unajua mimi hapana, umeshashikwa mkono, njoo nifuate basi natosha. Kwa hiyo ndilo ile ambalo tunawahimiza watu wetu kwamba na hasa kiongozi, sifa za kiutendaji tunatarajia tuone kiongozi anayetumika. Kiongozi anayetumika. Kiongozi unapita jumuiani kule kuhamasisha watu. Sio kiongozi unapita kurubuni watu wasishughulike na habari ya kanisani. Wapo baadhi ya viongozi, kuna mmoja anapita kuhamasisha, mmoja anapita kurubuni watu. Msiende kanisani. Siji msifanye hivi. Sasa hiyo hauwezi kubarikiwa pia. Na wapo baadhi ya viongozi ambao wana maneno mengi, utendaji zero. Kwa hiyo tunawakumbusha kwamba basi kiongozi lazima uweze kutumika. Sifa nyingine ya kiongozi ni kujitolea. 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 Decree pia inayoongea juu ya walei namba 10 ibara ya 950 inaeleza namna ambavyo kiongozi lazima mtu wa kujitolea, awahimize na aongoze kujitolea. Kwa hiyo mtaguso huo unaendelea kuhamasisha pia viongozi tayari kujitolea. Kwa mfano, parokiani kwa kweli tunahangaika na kutafuta gari. Wewe kama una gari 2-3, kwani usijitolee gari lako likahudumu parokiani? Kama unaweza kuazima au kama una uwezo nawapa kabisa. Kuna mwingine ana kompyuta 3 nyumbani. Tunahangaika na kompyuta kule parokiani. Kama unaweza kujitolea, jitolee pia. Naona. Mwingine labda na kitu fulani nyumbani ambacho hiki kingeweza kufaa kanisani. Kama unaweza kujitolea, jitolee pia. Wapo watu ambao kwa kweli siku labda paroko hajapata nafasi, lakini una gari lako kwa kwenda kwa wagonjwa. Sasa mimi nitajitolea, nitakuendesha kama ni nani aliyeteuliwa na baba paroko kuzungukia kwa wagonjwa wote. Wapo watu wanafanya hivyo. Mungu awabariki sana. Na shughuli mbalimbali nyingine nyingi tu. Kwa unapojitolea unabarikiwa zaidi. Sifa moja hapo kiongozi, kujitolea. Kujitolea. Mtu mwanza kujitolea kumwagilia maua tu parokiani. Pamoja na maneno yote ya jamii na nini, mimi namwagilia maua kufanya parokia yangu iwe safi, maua mazuri. Naona mtasema, mtaamka, mimi namwagilia tu maua na bustani hapo hivyo yani. Mwingine kazi yake yeye ni kufuta mabenchi tu, vumbi. Basi. Mwingine anaweza kusema unatuangia mabenchi yetu. Mimi nafuta mabenchi tu. Natafuta baraka. Natafuta baraka pia. Mwingine ana deki tu kanisani. Sasa mimi na deki tu. Kwa nafasi yangu tu basi mimi natafuta baraka. Kwa hiyo tunajifunza pia kujitolea pia. 6, kuwa na upendo, uvumilivu na unyenyekevu. Kuwapenda watu bila ubaguzi wa rangi, jinsia, cheo na kadhalika. Kuwa na uvumilivu kwa yanayoweza kutokea, kashfa, masengenyo na kadhalika pia. Kwa hiyo tunakumbusha kuwa na uvumilivu. Kuna mwingine si umeanza kujibidisha kujitolea kitu fulani au kufanya kitu fulani kwa upendo, maneno yanageuzwa. Kumbe ndio maana kumbe anapenda kunywa chai kwa baba paroko. Tumegundua. Kumbe anapenda kula kitimoto. Kumbe anapenda kula kestolite. Anafanya hili ili baadaye akafanya hivi. Anafanya kwa utasikia hivi maneno. Tunaona anajibisha kusali. Tutaona watoto wake si ndio wanavuta bangi. Tutaona atakapoishia. Kila siku kanisani. Kumbe yeye ana mafungo yake jamani, mwacheni. Anamtafuta Mungu. Kuna mtu anakuja misa asubuhi, anaongoza sala za asubuhi, maneno yanaanza. Anajifanya mtakatifu sana, ngoja tutaona. Sasa jamani, shida iko wapi? Shida iko wapi? Kwa hiyo mtu akiamua kujitolea tu kidogo kanisani, anasema ngoja tutaona. Si anajibisha sana mambo ya kanisani. Sasa ndio tu kwamba ukianza kumsema hivyo, tayari wewe unakuwa ni wakala wa shetani. Kwa hiyo kiongozi au sifa za kiutendaji, uwe na upendo kwa Mungu. Yaani maana yake linapotoka jambo fulani wewe unalibeba zima kulifanyia kazi. Baba paroko amesema jamani, hapa tunataka kujenga groto. Wewe ndio wa kwanza jamani, tufanye harambee, tutoe michango, basi groto iweze kujengwa. Lakini sasa usio wewe mtu wa kukatisha tamaa watu pia. Lakini pia kuwa na uvumilivu na unyenyekevu kwa maneno yatakayokuja.
Maana parokiani jamani watu wana maneno. Watu wana maneno. Mpaka wanasema jamani, huu ni Ukristo au vipi? Lakini mkumbuke tu kwamba wale hapa tunashughulika na mambo ya kanisani, shetani ndio anatushika mkono sana. Kusema kwa ajili ya mapadri, kusema kwa ajili ya viongozi wenzetu. Basi, kwa hiyo tunakumbusha watu kwamba jamani tupunguze midomo, tuinue mioyo yetu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Lakini pia macho yetu kuchunguza maisha ya watu. Basi tupunguze hayo, sisi tusali. Sali, fanya mambo yako, nenda nyumbani. Labda katika hapo baba padri, kuna adhabu yoyote huyu muamini ambaye anakuwa na hayo maneno mengi na sifa kama hizo ambazo sio rafiki, anaweza kupata adhabu gani? Kanisani hatuna adhabu, ila tu tunawakumbusha wajibu. Kukumbusha wajibu ni kuongea pia na wewe, kukushauri. Nasema mbona unafuatilia sana maisha ya ndugu fulani hivi? Tumesikia baada ya misa asubuhi unaweka tunasema vikundi kusema watu. Yule kaka mbona peke yake anasomaga tu somo? Yule kaka, au kwa mfano sijui kwenye vikundi. Mbona kila siku yani yeye tu ananyosha mkono, yani yeye tu. Kwani yeye ni nani? Vizuri anaeleza. Kwani yeye ni nani? Hapa kanisani. Maana bila yeye yani kama kikao hakina mshamsha. Sasa yeye ana mahangaiko yake. Hatuji kanisani kujionyesha kutafuta mtu. Tunakuja kanisani tunamtafuta Mungu kwa nafasi mbalimbali. Kwa ukiona mtu anapambania hayo, muombe, pengine anataka uponyaji na yeye. Naona. Lakini kuanza kusema hivyo sasa inategemea na mazingira baba paroko. Wakati mwingine mnaita, mnaongea, bwana hebu acha mambo haya, chunguza maisha ya watu, sali ondoka. Wapo watu ambao akimaliza misa asubuhi huyo wala hana haja hata salimia jamani tumsifu Yesu Kristo, huyo hana tena kukaka vikundi. Lakini wapo watu nakwambia misa za asubuhi mpaka saa 5:30 hapo kijiweni wanaongea hivi. Jamani mnaongea nini? Kwani msisome hata neno la Mungu? Mchukua hata nani sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo tukijadili tu. Naona ni kuongea watu. Kwa hiyo tunawakumbusha watu wetu kwamba hiyo haifai. Labda hiyo inatokana na nini pengine? Hiyo inatokana na makuzi ya watu. Inatokana na vipaji vya watu. Kitaalamu waga tunasema hivi, watu wenye akili nyingi wanaongea juu ya ideas, kwa Kiingereza tunasema ideas, yani mambo makubwa. Tunaongea juu ya kutoa ajira kwa vijana wetu. Tunaongea juu ya namna ya kuondokana na magonjwa Tanzania, yani kwa upana, watu wenye akili mengi. Halafu watu wenye akili za kati wao wanaongelea juu ya nasema juu ya vitu vya kawaida ambavyo tungeweza kusema yale matukio yanayotokea. Kwa mfano hivi yaliyotokea hapa tufanyeje hivyo. Hawa watu wa akili ya kawaida hawana cha kuongea, ni kuongelea watu tu. Mguu wako kama mua, mweupe kama papai, mweusi kama mkaa, umevaa nguo kama imetundikwa kwenye mti, basi sijui unakula dagaa, sijui mume wako kafanya hivi, sijui nini kafanya hivi, wewe mfupi kama sijui kitoroli, sijui uko hivi, yani hivi yani. Kwa hiyo mtu akili yake haimwazishi mengi, yeye ni kumwangalia kwamba sasa hivi iko hivi, basi yani kile kilicho mbele yake ndio anachokiongelea pia. Kwa hiyo mtu kama huyu mtazamo wake vipi unaweza ukabadilika akawa kama ambavyo labda jamii inatakiwa kwenda? Sifa za kiroho pale tunasema akiweza kusaidiwa, yeye mwenyewe akiweza kujisomea vitabu, magazeti, akishiriki pia semina mbalimbali, anaweza kutoka huko pia. Wapo watu wa mtindo huo. Kwa zamani mimi nilikuwa naongea watu, nalisema kanisa, nasema masista, mapadri, lakini baada ya kuhudhuria semina ya makuzi ya kiroho, kwa kweli nimekuja kuelewa. Sitasema tena mambo ya kijinga kwa namna hiyo pia. Kwa nafasi ipo ya kubadilika pia. Haya, msikilizaji na mtazamaji wa Television Tumaini, sasa tuweze kuangalia kwa uchache kuhusiana na tukio zima la warsha. Bila shaka utakuwa unakumbuka kutakuwa na warsha ya walei jimbo kuu la Dar es Salaam ambayo itafanyika tarehe 22. Turudi tena kwako baba tupate kwa upana kuhusu warsha. Asante. Tarehe 22 ni mavuno jimbo. Mavuno samani. Ni hapa Tabata. Ndio. Parokia Kristo Mfalme.
Naona 22 ni wiki moja tu. Mungu ametubariki sasa hivi. Amina. Kimsingi ilibidi kuwa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini kwa sababu ya mambo ya kinchi basi tukasema tunaiacha hiyo, tunakuja tarehe 29. Kwa hiyo washa yetu ni siku ya tarehe 29 mwezi huu wa 11, eneo hapa Kristo Mfalme. Na mwaka huu tumeboresha, au tuseme kanisa la Dar es Salaam limeboresha kwa maelekezo ya Baba Askofu Mkuu, kwamba basi tulikuwa tunachanga kiingilio kwa 2-3, lakini tumeboresha. Ni kama hivi tulikuwa ongea Mavuno Jimbo, tulikuwa tuli ubwabwa, sasa tunaendelea kula ubwabwa. Kwa hata mwaka huu tutakula ubwabwa tarehe 22. Ubwabwa umerudi. Kwa ni maboresho ya kanisa pia. Kwa hiyo siku ya tarehe 29 maboresho ni kwamba hatutakuwa na zile tags za mkononi zile unapita getini na kuangalia, hapana. Kwa hiyo mnakuja tu kusikiliza. Na hii ipo katika mpango kazi wetu wa kila baada ya miaka 3. Katika mpango kazi wetu tuna mambo 4. Kwanza, kuimarisha imani ya waamini wetu. Kwa hiyo moja ya mambo tunayofanya kuimarisha imani ya waamini wetu ni hizi washa moja wapo. Lakini jambo la pili, kuimarisha uongozi. Mambo tunayofanya kuimarisha uongozi wa waamini wetu ni moja wapo ni washa, kuwafundisha watu. Na hapo tutakuwa na mada 2. Mada ya kwanza ni uchaguzi na uongozi ndani ya kanisa. Alafu mada ya pili ni mwaka wa jubilei. Kwa hiyo sisi nafasi hizi tumeziweka kwa ruhusa Baba Askofu kwamba ziwe ni fursa sehemu ya Mkristo wa Dar es Salaam kukaa na wenzie kujifunza. Kwa hiyo tunaomba mje kwa wingi siku hiyo, maana yake ni nauli yako tu kutoka parokiani kwako kuweza kuja hapa pia. Na vyakula vyapo utajinunulia mwenyewe vizuri tu, watu watakuwa wameandaliwa. Kwa hiyo kwanza kuwasili saa 12 kamili. Nakumbuka tangu mwaka 2021 tulianzia Oysterbay kule Wawata, tukaja Loyola, Uwaka, tukaja Uwanja wa Taifa mara 2 na mambo yalikuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo saa 2 kwa siku kwa maaskofu, saa 2:30 asubuhi neno kutoka kwa vyama vya kitume. Mwaka uliopita tulikuwa na vyama vingine kujitambulisha tu pia. Na nyinyi mfahamu waamini kwamba vyama vyetu vya kitume vikoje. Kuna wagane na wajane watakuwepo kueleza tu mambo yao na kuonyesha pia kama maonyesho yao yatakuwepo pia. Lakini pia ufata. Na mimi na Selina hapo wanaufata pia. Kabisa. Kwa hema letu lipo hapo tutaweza kukutibu vizuri pia. Sana. Lakini pia kutakuwepo huduma ya reflexology pia. Katika wanaofuata wao kuweza kukutibu kwa kubonyeza sehemu fulani unapata nafuu pia. Kwa hiyo mjiandae, wenye nyonga zinauma, magoti sijui amepata shida, miguu inawaka moto, nini basi utakuja utapata ushauri kwa wataalamu wetu hapo kwenye hema la ufata. Maana ufata tunaongea juu ya kuimarisha familia zetu. Kwa namna mbalimbali. Kwa wataalamu watakuja hapo, utakuja hapo watakuuliza au wewe utauliza, watakupa majibu mazuri pia. Alafu kuna utume wa Almatea, Yusuf Almatea, watajieleza pia. Halafu Mtakatifu Ana watajieleza, utume pia wa neno la Mungu watajieleza, Upendo Group watajieleza. Kwa hiyo ni hivyo vyama vya kitume ambavyo watakuwepo siku hiyo na wao wamejipanga vizuri. Halafu saa 3 kamili adhimisho la misa takatifu. Tunakabidhi shughuli yetu mikononi mwa Mungu. Naona. Baada ya hapo saa 5 kamili tunaanza mada ya kwanza, uongozi na uchaguzi katika kanisa. Uongozi na uchaguzi katika kanisa. Hapa nani? Mkurugenzi wetu wa uchungaji Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Father Gerald Kamina, basi ndio atatuongozea pia huduma hii pia. Kwa hiyo tujiandae kupokea mambo mazuri kabisa. Halafu baadaye tutakuwa na burudani ya ukwakata. Naona. Halafu baadaye tutakuwa na mada ya pili, mwaka mtakatifu wa jubilei kuu 2025. Father Somola pia mnamfahamu pia. Kwa hiyo yote hiyo basi tumewaandalia mambo mazuri. Halafu baadaye kutakuwa na burudani ya utoto mtakatifu. Halafu kutakuwa na burudani pia ya viwawa. Tunasema Wawata chipukizi pia. Tuliwaona kule Visiga kule. Kwa dada wadogo. Watatoa burudani yao safi kabisa. Halafu basi mwisho saa 9 kamili ni hitimisho. Tunawahi kurudi nyumbani.
tukaweze kuendelea na shughuli zetu. Kwa hiyo ratiba itakuwa hivyo. Lakini pia kwa wale wanaofanya jubilea ya miaka 25, miaka 50, watakuwepo, watatambuliwa na watabarikiwa pia. Wale mliofika Roma huaga kwenye audience ya Baba Mtakatifu wanakuwepo na watabarikiwa. Sasa kuhusu vyeti vile ambavyo vinatoka Roma, hiyo sasa kila parokia watawasiliana na maparoko, basi kwa sababu vinalipiwa pia kwa utaratibu. Ila hapa watatambuliwa na watabarikiwa pia. Kwa namna baraka ya pekee pia kwa wao pia. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo niwaalike ndugu zangu tuweze kuja kushiriki kwa wingi, ikiwa ni sehemu mojawapo ya majiundo ya Wakristo wetu ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na si idara yetu ya lei inaendelea kuhamasisha wewe Mkristo usibaki nyumbani siku hiyo. Njoo ushiriki vizuri, na naamini kwa msaada wa Mungu tutaendelea kukua siku baada ya siku, na kazi ya Mungu itaweza kwenda vizuri kwetu sisi kanisa la Wasafiri pia. Haya, asante sana basi mtazamaji kwa hayo machache na mengi ambayo umeyapata nafasi ya kujifunza. Nikukaribishe na nikuambie tu mwanzo wa kipindi cha leo ndio maandalizi ya kipindi kingine, lakini kwa mwisho tumeweza kuona sifa za kiongozi, yani sifa za kiongozi lakini kiroho, lakini pia tumeona sifa hizi za kiongozi kiutendaji, namna gani unaweza ukafanya vizuri kabisa. Tukaona unatakiwa muamini Mungu, lakini tukaambiwa kujiamini mwenyewe, amini wenzako, mahusiano mazuri na wenzako, pia kutumika kwa ajili ya wale ambao unawaongoza, lakini pia kujitoa. Haya, niseme tu baba asante sana kwa mambo mazuri kama haya, na tunajua kipindi kijacho mtazamaji utakuwa uko pamoja sambamba kabisa kuweza kufahamu mambo mbalimbali yanayokuhusu, yanayonihusu. Nikukaribishe baba tu kamilishe kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji na msikilizaji wa Radio Tumaini, hadi hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Walei Tuzungumze. Sina la ziada, nikutakie utazamaji mzuri wa television Tumaini, lakini pia usikilizaji mzuri wa Radio Tumaini katika vipindi vinavyofuata. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nimshukuru baba Padri Vitalis Kasembo ambaye ni mkurugenzi wa utume wa Lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.